Hivi wewe ushai kupenda ukiwa shule? Namaanisha yule mpenzi wa kishule, yule mnaonana kila siku kwenye assembly, mnaandikiana notes class, mnapanga break pamoja. Sasa niambie, hako ka vibe unakajua Yaani imagine uko form 4, halafu mpenzi wako yuko form 3. Ama wewe uko form 4, halafu na kamchumba wako wa form 5. Ile feeling bana, hakuna kitu tamu kama mapenzi ya shule bana. Lakini sasa ebu kaa vizuri, tusimame kidogo. Leo nimekuja na love story ya kipekee ya mwalimu wa biology na katoto ka form 4 ambako kamemkosesha amani kabisa. Kiufupi, story inaitwa Mwalimu wa biolojia na katoto ka form 4. Basi usiende mbali, kaa karibu, kwa sababu hii hapa ni story ya mapenzi, drama na tabasamu. Mimi naitwa AJ na hivi ndivyo tunavyoanza. Kelvin alifika kwenye geti la Maramba Secondary School asubuhi yenye upepo mzuri wa bahari, akiwahisi wanafunzi wakipita pembeni yake wakiwa wamevalia sare zao za kijani na kahawia. Akiwa amejawa na matumaini na hamu ya kwanza kazi yake mpya, aliendelea mbele hadi ofisi ya mkuu wa shule, ambapo alipokelewa na tabasamu na Mwalimu Samuel, mkuu wa shule. Mwalimu Samuel alimkaribisha Kelvin rasmi, akimwonyesha maeneo muhimu ya shule hiyo na kumweleza taratibu zote za Maramba. Asubuhi hiyo ilipofika saa 1:30, kengele iligongwa na wanafunzi walikusanyika uwanjani kwa ibada ya asubuhi. Baada ya salamu rasmi, Kelvin alipata nafasi kujitambulisha mbele ya wanafunzi. Naitwa Kelvin, mwalimu wa biolojia. Natarajia tutashirikiana kwa karibu kwenye safari yetu ya elimu, alisema kwa tabasamu na sauti ya kujiamini. Wanafunzi walimwangalia kwa makini, wakisikiliza kwa utulivu. Baada ya siku 2 za kufundisha, Kelvin alipewa jukumu la kusimamia usafi wa shule kabla wanafunzi hawajaruhusiwa kuondoka. Wakati akisubiri wanafunzi kumaliza shughuli zao, aliwaangalia wakiendelea na shughuli zao, lakini macho yake yakatumbukia kwenye tukio moja la kushangaza. Aliona mwanafunzi mmoja akinywa maji akiwa ndani ya maabara, jambo ambalo lilimkera. "Kwa nini unanywa maji maabara?" aliuliza kwa sauti ya hasira huku akimkaribia. Yule mwanafunzi alikuwa amempa mgongo na Kelvin hakuweza kuona sura yake. Mwanafunzi huyo aligeuka taratibu na Kelvin alidudaa kwa mshangao. Mbele yake alisimama msichana aliyekuwa amevaa hijabu ya rangi ya nyeupe iliyomfunika kichwa chake kizuri. Macho yake makubwa na yenye rangi ya kahawia yalikuwa yamejawa na uoga, huku uso wake ukiwa na rangi nyepesi iliyokuwa iking'aa kama vile mionzi ya jua la asubuhi. Hijabu yake iliongeza mvuto wa kipekee, ikimpa taswira ya msichana mwenye heshima na staha. Kelvin alijikuta amezama kwenye mawazo ya uzuri wake wa asili, hali iliyomfanya tukio la kugeuka lijirudie kichwani. Kwa Kelvin pia, akihisi moyo wake kidunda kwa kasi isiyoeleweka. Mwalimu samahani," msichana huyo alizungumza kwa sauti ndogo na ya aibu, macho yake yakionyesha hofu ya kumkasirisha mwalimu. Usijali. Unaitwa nani?" "Naitwa Brianna," alijibu kwa sauti ya aibu, macho yake yakionyesha hofu ya kumkasirisha mwalimu. "Sawa, Brianna, unaweza kwenda kipindi sasa," Kelvin alisema kwa sauti ya upole, huku akijaribu kuzuia mawazo yake yasizame zaidi. Lakini macho yake yalibaki yameganda kwa Brianna, akiangalia jinsi alivyoondoka kwa adabu na utulivu, hijabu yake ikipepea kwa uzuri wa asili. Wakati Brianna alipokuwa anaondoka, Kelvin alihisi hisia mchanganyiko zikimvaa. Hakuelewa ni kwa nini uzuri wa msichana huyo ulimgusa kwa namna hiyo, lakini alikuwa anajua jambo moja: Brianna ni mwanafunzi wake. Kwa nini ahisi hivyo? Kasoma chuo, kamaliza, kamkutana na wasichana wazuri wenye mashepu weupe, lakini kwa nini huyu amtingise vile? Kuna nini hapa?
Baada ya kuwaruhusu wanafunzi kurudi nyumbani, Kelvin alikusanya vitu vyake, akajiandaa kuelekea sehemu aliyopanga kuishi. Wakati anatembea kwenye barabara za Maramba, alihisi hatua za haraka zikimkaribia. Akageuka na kumwona Brianna akikimbia, akimfuata. Samahani mwalimu, mbona njia unayoenda ni kama kwetu? Brianna aliuliza kwa sauti yenye aibu. Kelvin alitabasamu na kumuuliza, Kweli? Wewe unaishi wapi? Naishi mtaa wa pili kwa Mama Aisha, yule mwenye mgawa. Brianna alijibu kwa tabasamu la upole. Kelvin alishtuka kidogo, lakini akasema, Mbona na mimi naishi mtaa huo huo? Karibu jirani basi. Brianna aliitikia kwa furaha. Karibu sana mtaani kwetu mwalimu. Kelvin na Brianna walipoanza kutembea pamoja kuelekea nyumbani, walijikuta wakianza mazungumzo ya kawaida kuhusu maisha na masomo. Kelvin, kama mwalimu mpya, alihisi ni muhimu kumfahamu mwanafunzi wake vizuri. Hivyo alimuuliza maswali ya kumfanya Brianna ajisikie huru kuzungumza. Kelvin alianza kwa kusema, Unajisikiaje kusoma hapa Maramba? Shule ni kubwa na nadhani kuna changamoto nyingi pia. Ni kweli mwalimu, shule hii inatufundisha mengi, lakini changamoto ni chache, hasa kwa wale tunaotoka mbali na miji mikubwa. Tunakosa baadhi ya vifaa vya masomo, lakini tunajitahidi. Kelvin alijibu kwa kuonyesha hisia za kujali. Najua inakuwa ngumu wakati mwingine. Nimesikia kuwa wengi wenu mnapitia changamoto za kifamilia pia. Unakaa na nani hapa kijijini? Naishi na mama yangu mdogo. Baba yangu yupo mbali kikazi na mama alifariki. Ndio maana sana shuleni ili kufikia malengo yangu. Mazungumzo yalihamia kwenye masomo. Kelvin alitaka kujua zaidi kuhusu ndoto za Brianna. Na unapenda masomo gani zaidi? Maana umeonekana una bidii sana darasani. Napenda biolojia mwalimu, na nataka siku moja kuwa daktari. Ingawa kuna changamoto nyingi, naamini nitafanikiwa. Kelvin alihisi shauku ya kumsaidia Brianna kufikia malengo yake na akaendelea. Ni ndoto nzuri sana. Kila mtu anayefanikiwa huanza kwa ndoto. Tutajitahidi kukupa ujuzi na msaada ili ufanikiwe. Mazungumzo yalipoendelea, Kelvin alihisi kuwa Brianna alikuwa na mtazamo wa kipekee kuhusu maisha. Hali ya kupigana na changamoto bila kukata tamaa ilimgusa sana, na walipoanza kuachana kila mmoja akiwa mtaa wake, Kelvin alijiuliza jinsi gani angeweza kumsaidia zaidi katika safari yake ya kielimu. Walicheka na kuzungumza hadi kila mmoja alipofika karibu na nyumbani kwake. Brianna akaniaga, Mwalimu, kesho tutaonana. Ndiyo, tutaonana kesho, Kelvin alijibu huku akimwangalia Brianna akisonga mbele. Lakini moyoni alijiuliza, anakaa mtaa mmoja na mimi? Hii ni jambo sasa. Baada ya Kelvin kufika nyumbani, alijiandaa kuanza kazi zake za kawaida kwa utulivu. Alianza kwa kupika chakula ili kupata mlo wa jioni. Kwanza aliweka sufuria jikoni, akaongeza mafuta ya kupika. Kisha akaanza kukaanga vitunguu hadi vilipobadilika rangi na kutoa harufu nzuri. Aliongeza nyanya chache alizokuwa nazo, akikoroga kwa uangalifu huku akiwaza kuhusu mazungumzo ya siku hiyo na Brianna. Alipokuwa akisubiri mboga hive, alichemsha maji ya ugali kando na kuendelea kupika hadi chakula kilipokuwa tayari. Baada ya kumaliza kupika, aliweka chakula pembeni kikipoa, kisha akaamua kushughulikia nguo zake. Kelvin alikusanya nguo chafu, akaanza kuzifua kwa mikono kwenye beseni. Akiwa ameketi nje ya nyumba yake, alikumbuka jinsi gani alivyozidiwa na mawazo wakati alipomwona Brianna kwa mara ya kwanza maabara. Aliendelea kuzifua nguo moja baada ya nyingine kwa makini, kisha kuzianika nje kwenye kamba ili zikauke. Baada ya kumaliza kazi ya kufua, alikumbuka kuwa nyanya zilikuwa zimeisha na alihitaji kununua zaidi. Aliamua kutoka kwenda sokoni. Hapo ndipo safari yake ya sokoni ilipoanza, akiwa amechokeka lakini akiwa na nia ya kumaliza shughuli zake zote kwa siku hiyo. Wakati alipofika sokoni, alikuwa anatafuta bidhaa mbalimbali. Pale alikutana na jamaa mmoja, jina lake Rashidi.
Rashidi alionekana mwenye furaha na kumkaribisha kwa ukarimu, wakibadilishana maneno, na Kelvin akahisi amepata rafiki wa kweli. Baada ya muda, Kelvin alifika kwa Mangi pale kwenye genge, lakini akakuta wateja wengi sana wakiwa wanagombania bidhaa tofauti. "Nipe unga kilo moja!" Mmoja alilia kwa sauti kali, akiwa amechoka kusubiri. "Hapana, mimi nilifika kwanza, nipe sukari nusu kilo." Mwingine alidai kwa hasira. "Mangi, kuna sabuni?" Mwanamke mwingine alisikika akiuliza huku akiwa ameshika mtoto wake. "We Mangi, nipe unga kilo moja haraka, leo napika chapati." "Subiri kidogo kaka, wengine nao wanasubiri." "Chapati zako? Mimi nataka sukari nusu kilo kwanza, nimemsubiri huyo Mangi sana." "Sukari inakuja, acha kelele." "We Mangi, nataka sabuni ya kufua, mambo ya sukari na unga yashikeni kwanza." "Sabuni itakuja mama, subiri zamu yako." "Kama mimi niliingia wa pili hapa, kwani sabuni ya nini? Nipatie mafuta ya kula nusu lita." "Kaka, mafuta nayo yapo, lakini foleni tafadhali." "Foleni ipi Mangi? Mimi pia nilikuja mapema, nataka chumvi nusu kilo." "Foleni iko hapa, kila mtu atahudumiwa." "Mangi, hizi nyanya ni za kununua au kuona? Unanichelewesha hadi nikose daladala hapa." "Nyanya unapata sasa hivi, usijali." "Mimi nataka kibiriti, acha kusumbua wengine Mangi." "Kibiriti kipo, lakini si mnapenda mzozo hapa." "Weka kilo moja ya maerehara haraka, nakimbia ofisini mimi." "Nakuja na mchele boss." "Yaani Mangi, wewe ni mvivu, hata kilo 2 ya maharage ni shida." "Pole pole, wote mtapata mahitaji." "Mangi, lete sabuni ya unga, naona hii foleni inashinda." "Sabuni ya unga inakuja sasa hivi." "Nataka soda Mangi, unachelewesha hadi ninywe maji baridi hapa." "Soda yako inakuja sasa hivi." Mangi, sininipe pipi haraka, watoto wananisumbua." "Pipi yako inafika mama, subiri kidogo." Waliendelea kulalamika huku Mangi akiendelea kusuka bidhaa kwa wateja mmoja baada ya mwingine, hali ikiwa na msisimko mwingi wa malalamiko na haraka. Wateja walikuwa zaidi ya 10, kila mmoja akishindana kupata mahitaji yake, hali iliyoleta vurugu kidogo kwenye genge hilo. Kelvin aliketi pembeni, akitulia kusubiri foleni ipungue. Baada ya dakika kadhaa, aliweza kununua vitu vyake na akaanza kurejea nyumbani. Lakini ghafla, mbele yake, alimuona Brianna akiwa amesimama, huku akishikilia kikapu kidogo cha mboga. Alikuwa amevaa hijabu nzuri, akitabasamu kwa upole na macho yake ya aibu yakimwangalia moja kwa moja. Kelvin alihisi moyo wake ukidunda kwa nguvu. Puhu, puhu, puhu. Kila alipomwona Brianna alihisi mvuto usioelezeka, tabasamu lake likiwa limejaa uchangamfu wa hali ya juu. Brianna alikazia macho kwa sekunde chache, macho yao yakikutana kwa hisia zisizoepukeka. Kelvin alihisi ulimwengu ukisimama kwa muda, huku sauti za sokoni zikijimika taratibu. Alikuwa ameangukia katika dimbwi la mawazo, na moyo wake ukishindana kujizuia kupiga haraka. उस खुदा का खौफ न था जो फिर गुजारिश की है मैंने खुद को तुझसे दूर किया है तेरा ही फरियाद किया है उन खुशी के Mwalimu, umenuna? Brianna aliuliza kwa sauti ya upole, tabasamu lake likizidi kuvutia. Kelvin alishtuka kidogo, lakini akagundua kuwa ameshikwa na mawazo kwa muda mrefu zaidi alivyotarajia. Miaka 30, kwani nini mwalimu usielewi mauna pwati? Brianna alionekana kunichangamkia sana, na kila alichosema kilimfanya Kelvin ajisikie vizuri. "Wakati mwingine najua nafikiria sana," Brianna alisema huku akicheka. Kelvin alikumbuka jinsi alivyokuwa akitazama lipsi zake zikiwa na umbo zuri na macho yake yanayoangaza kwa furaha. "Unaonekana kuzama kwenye mawazo mwalimu." Bila kujijua, Kelvin alikumbuka kila neno alilosema Brianna na jinsi alivyokuwa akijitahidi kumfahamu. Hakuwa na haja ya kuficha hisia zake, lakini alijua alihitaji kuwa makini.
Si asili, alijibu kwa oga. Mimi ni mtu anayependa kufikiri sana, lakini wewe unanishtua kila wakati. Aliposema hivyo, alihisi aibu kidogo, lakini Brianna alicheka kwa furaha. Walipofika kila mmoja kwao, waligawana salamu za mwisho. Kesho tutaonana mwalimu, alisema Brianna kwa tabasamu lenye joto. Kelvin alihisi moyo wake ukimshangilia, na alijua siku hiyo ilikuwa ya kipekee. Siku hiyo alipita, na kesho yake shuleni ratiba ziliendelea kama kawaida. Kelvin alijitahidi kuwa mwalimu mzuri, akijaribu kuwasaidia wanafunzi wake kwa njia bora zaidi. Aliingia darasani akiwa na mtazamo wa matumaini, akikumbuka mazungumzo aliyokuwa nayo na Brianna. Alifundisha kwa shauku, akizungumza na wanafunzi kuhusu masomo, maisha na umuhimu wa kujitahidi. Wakati huo, alijitahidi kuunda mazingira mazuri ya kujifunza. Baada ya masomo, alirudi ofisini ambapo walikuta walimu wakiendelea na mazungumzo. Walipiga stori kuhusu mambo mbalimbali, na Kelvin alijaribu kushiriki, ingawa mawazo yake yalikosa kueleweka. Alikuwa na mawazo ya Brianna, akijitahidi kujifunza jinsi ya kufanikiwa katika malengo yake. Ilipofika mchana, Kelvin alijiandaa kwa chakula chake. Aliweka mlo wa wali na nyama za kukaangwa pamoja na mboga majani. Alijua siku hiyo alitaka kujiandaa vizuri, hivyo alikaamua kuwa na mlo mzuri wa kukabiliana na majukumu yake. Alipoingia ofisini na chakula chake, kwa bahati mbaya alipamiana na Kelvin na kumwaga mlo wote. Aise, Kelvin alisema kwa hasira. Kwa nini umemwaga chakula changu? Kuja kutamaki alikuwa ni Brianna. Mwalimu, samahani sana, sikudhamiria kulifanya hilo. Kelvin ikabidi ashushe sauti. Brianna, kuwa mwangalifu unapotembea, sawa? Akaja mwalimu mpenda sifa na anapenda kuchapachapa, akasema, yaani Brianna, umemwaga chakula cha mwalimu. Haya, twende chini, ni mwendo wa 5G system, maana yake kosa lolote ni viboko 5. Kelvin alimwambia ule mwalimu, msamehe, hakufanya makusudi, mwache aende darasani. Yule mwalimu alimwambia Brianna, bahati yako amekutetea mwalimu, nadhani unanijua vizuri sana. Haya, ondoka haraka. Brianna alimtazama Kelvin. Asante kwa kunitetea. Kisha akaondoka. Kila akitembea anageuka kumwangalia Kelvin. Yaani hatua 3, mwalimu yuko wapi? Hatua 3, mwalimu yuko wapi? Baada ya kuingia darasani, rafiki yake alimwambia, Mwalimu Vincent anakuita maabara. Brianna alisema, sawa, ngoja niende. Sijui anataka nini huyu mwalimu. Mwalimu, shikamoo, samani nasikia umeniita. Nipo. Vincent akimkaribia Brianna kwa tabasamu. Brianna, unaweza kuja kidogo? Kuna jambo nataka kuzungumza na wewe. Brianna akiwa na shaka lakini anaenda. Ndiyo mwalimu, kuna nini? Siku zote nimekuwa nikikuona darasani. Wewe ni binti mwenye bidii sana na lazima nikiri umenivutia. Huwezi ukaelewa jinsi gani unapendeza. Brianna akiwa na mshangao kidogo. Asante mwalimu, lakini sijui kama kuna kingine zaidi ya masomo. Vincent akimkatisha, si masomo tu Brianna. Nadhani unajua ninachomaanisha. Wewe ni mrembo na una akili sana. Nafikiri tungeweza kuwa zaidi ya mwanafunzi na mwalimu. Unaonaje? Brianna akiwa amekasirika na kuchanganyikiwa. Mwalimu Vincent, naomba uniheshimu. Kilichonileta hapa ni shule, si kitu kingine. Na siwezi kufanya kitu kama hicho. Vincent, sauti ikibadilika na kuwa ya vitisho. Usijifanye hujui ninachozungumzia. Nimekusaidia mara nyingi na sasa unadhani unaweza kunikatalia? Nitakuonyesha Brianna, utaona. Mimi ni mwalimu wako na nina nguvu nyingi kuliko unavyofikiria. Brianna akiwa na hofu lakini bado ana msimamo. Mwalimu, huwezi kunilazimisha. Nitafanya kila linalowezekana kuhakikisha nafika nilikoelekea kwa jitihada zangu. Sitaki matatizo, lakini siwezi kukubali hili. Vincent akimwangalia kwa macho ya vitisho. Sawa, tutaona. Wewe endelea na msimamo wako, lakini usisahau mimi ndiye nayetoa alama zako. Utaelewa muda si mrefu. Brianna akiondoka kwa haraka. Sitishiki. Nitafanya linalonifaa na sitobadilisha msimamo wangu. Majira ya jioni, Kelvin alijiandaa kurudi nyumbani baada ya siku ndefu ya kazi. Mara ghafla Brianna alitokea akiwa na tabasamu lake la kawaida. Akamwambia, "Mwalimu, tunaweza kurudi wote?" Kelvin alijihisi mwenye wasiwasi. Alijiuliza, huyu binti mbona yuko hivi? Hajui kwamba watu watatuhisi vibaya. Hata hivyo, hakusema lolote.
na waliondoka pamoja kimya kwa muda mrefu, hali ambayo iliwaacha wakijawa na fikra mbalimbali. Brianna, akijua hali ya ukimya ilikuwa imezidi, aliamua kumkomoa Kelvin kidogo. Alimkanyaga kwa bahati mbaya, kisha akasema kwa sauti ya utani, "Samahani," na akaanza kukimbia huku akicheka. Kelvin alitazama jinsi Brianna alivyokuwa akicheka kwa furaha, akigeuka nyuma kumwangalia kila hatua aliyopiga. Kila tabasamu na kila kitendo cha Brianna kilimchanganya zaidi Kelvin. Hisia za kuvutiwa na Brianna zilianza kumzidi na hakujua la kufanya. Ghafla Brianna alianza kusikia kizunguzungu. Kelvin alisimama pale pale akitazama, akiwa hajui kinachoendelea. Mara Brianna alianza kupoteza fahamu, na kabla ya kuanguka, Kelvin alimkimbilia na kumdaka kwa haraka. Alipoangalia vizuri, aligundua Brianna alikuwa amepoteza fahamu. Hali ilikuwa mbaya, kwani maeneo aliyokuwa ni karibu na nyumba ya Kelvin. Kelvin bila kufikiria mara mbili alimnyanyua Brianna na kumpeleka kwake, akijua kwamba hangeweza kumwacha hapo. Alifika nyumbani kwake, akamlaza kwa uangalifu kitandani na akaanza kumpepea ili pate hewa. Baada ya muda, Brianna alifumbua macho yake pole pole, akitazama huku na huku, akishangaa mazingira mapya. "Hapa ni wapi?" aliuliza kwa sauti dhaifu. Kelvin alimkaribia akimwambia kwa upole, "Pole sana, umezimia njiani, nimekuletea hapa kwangu ili upate huduma ya kwanza." Alipokuwa akizungumza, Kelvin alikuwa jikoni akiandaa chakula kwa ajili ya Brianna. "Chakula tayari," aliongeza. "Kula kidogo ili uende nyumbani." Kelvin alikuwa amemwandalia wali, nyama ya kukaanga na samaki, huku kinywaji cha baridi kikiwa tayari pembeni. Kelvin alipokuwa akiondoka jikoni ili kumpa nafasi Brianna kula, Brianna alimshika mkono kwa upole na kumwambia, "Please, naomba tula wote. Huwezi kunihangaikia hivi alafu nile peke yangu." Kelvin alisita kidogo, akiwa ameguswa na maneno ya Brianna. Alirudi na kukaa naye mezani. Lakini kwa bahati mbaya, Brianna alipomvuta Kelvin karibu, wakadondoka wote, macho yao yakikutana, na kwa sekunde chache kila mmoja alimtazama mwenzake kwa hisia za ajabu. उस खुदा का खौफ न था जो फिर गुजारिश की है मैंने। तू मेरे साथ थी कुछ पल, मेरी किस्मत थी तू मिली ना जिंदगी भर, ये तेरी नफरत थी, तूने किसी और को चाहा, ये तेरी हिम्मत थी। Zile sekunde zilihisi kama saa, huku kila mmoja akihisi mvuto wa ndani ambao hawakuuelewa. Kelvin alihisi pumzi zake zikiongezeka na moyo wake ukidunda kwa nguvu. Brianna naye alihisi moyo wake ukienda mbio, akiwa hajui ni nini cha kusema au kufanya. Hali ilikuwa ya kimya, lakini kimya hicho kilikuwa na maana kubwa. Kelvin alihisi pumzi zake zikiongezeka na moyo wake ukidunda kwa nguvu. Brianna naye alihisi moyo wake ukienda mbio, akiwa hajui ni nini cha kusema au kufanya. Hali ilikuwa ya kimya, lakini kimya hicho kilikuwa na maana kubwa kwa wote wawili. Je, nini kitatokea kati ya Kelvin na Brianna? Giza limeanza kuingia, huku Brianna na Kelvin wakiwa bado wanatazamana kwa ukimya wenye nguvu. Mwanga wa jua lililozama umeondoka na sauti pekee inayosikika ni ya upepo mkali. Hisia ndani ya Brianna zimekuwa nzito mno kiasi kwamba anajikuta akifumba macho, akijisalimisha kwa hamu ya busu kutoka kwa Kelvin. Hata hivyo, badala ya Kelvin kumgusa, anampulizia upepo kwenye macho, huku akisema kwa sauti ya upole lakini yenye amri, "Jiandae uende Brianna, giza tayari limeingia." Brianna anafungua macho na kumwangalia Kelvin kwa aibu. Akiwa ameshtushwa na kujawa na hisia tofauti, anajiandaa kuondoka. Akiwa kwenye hatua ya kufungua mlango, anakosa nguvu ya kuondoka moja kwa moja, hivyo anamshika Kelvin mkono kwa haraka tena. Kelvin anashtuka na kumgeukia kwa hasira. "Unanishika nini tena Brianna? Si uende tu." Kwa aibu na wasiwasi, Brianna anamjibu, "Samahani, sikumaanisha. Nilikuwa tu nataka nikutakie usiku mwema." Kisha bila kusema neno zaidi, anaondoka kwa mwendo wa haraka.
Brianna anafika nyumbani na kumkuta mama yake akiwa kwenye pilika zake za kila siku. Mama Brianna ni mtu wa shughuli nyingi, akijishughulisha na kazi za kijamii mtaani, lakini jambo la kushangaza ni kwamba hajui hata mwanawe yupo kidato cha ngapi. Kila shughuli inayofanyika mtaani inamhusu na muda wake mwingi yupo nje. Brianna akiwa amechoka, haoni sababu ya kuzungumza sana, hivyo anaenda moja kwa moja kitandani kulala. Kwa kuwa tayari alishakula nyumbani kwa Kelvin, hakuhisi njaa na akili yake ilijawa na mawazo juu ya tukio la jioni hiyo. Akiwa kitandani, aliendelea kufikiria jinsi macho ya Kelvin yalivyokuwa yakimwangalia kwa upole, ingawa alijua haikuwa sahihi. Kesha yake asubuhi, Brianna anarudi shule. Katika kipindi cha mapumziko, anajikuta akicheka kwa furaha na mwalimu Kelvin, ambaye kwa wakati huo alikuwa amemkaribia kuongea naye. Mwalimu Vincent, ambaye ni rafiki wa karibu wa Kelvin, alikuwepo eneo hilo na kwa mbali alikuwa akiwatazama kwa macho ya wivu. Vincent alikuwa akimpenda Brianna kwa muda mrefu, ingawa hajawahi kumweleza. Anajisemea kimoyomoyo, hii haiwezekani. Hapa itabidi ama Brianna afukuzwe shule au Kelvin ahame, maana wote hapa wanakanyaga mipaka. Vincent aliona kuwa kama hali hiyo ingeendelea, ingetia doa jina lake na la shule, hivyo akaanza kutafuta njia za kuzuia hali hiyo isije ikawa mbaya zaidi. Baada ya muda wa mapumziko kumalizika, Vincent akaamua kwenda moja kwa moja kwa mwalimu mkuu ili kuzungumza. Hata hivyo, hakutaka kumchomekea Kelvin moja kwa moja, bali alijua njia ya kumwangamiza ilikuwa kwa mafumbo. Alipoingia ofisini kwa mwalimu mkuu, alianza mazungumzo kwa lugha ya kidiplomasia, lakini yenye nia ya wazi. Unajua mwalimu mkuu, kuna baadhi ya walimu hapa shuleni wanaanza kuonyesha tabia zisizofaa. Kuna walimu, badala ya kujikita katika masomo, wanaanza kuwatongoza wanafunzi. Ni hali ya hatari kama hatutaichukua hatua mapema. Mwalimu mkuu alinyanyua macho kutoka kwenye mafaili aliyokuwa anasoma na kumtazama Vincent kwa makini, akitafakari maneno yake. Unamaanisha nini? Una uhakika na unachosema, Vincent? Vincent hakutaka kuonyesha waziwazi ni nani alikuwa akimlenga, lakini alipokuwa akiongea, alijua wazi kuwa alikuwa amepanda mbegu ya shaka kuhusu Kelvin. Mwalimu Vincent, kutokana na wivu wake, alizidi kumsisitiza mkuu wa shule aitishe kikao, ila sivyo Kelvin atamaliza wanafunzi wote. Alisisitiza kiasi kwamba hadi mkuu wa shule aliahidi ataitisha kikao, ila mapenzi. Anyway, tuendelee. Kelvin alikuwa amekaa darasani akiwa anafundisha kipindi cha hesabu alipoletewa ujumbe kutoka kwa mmoja wa wanafunzi. Mwanafunzi huyo alimwambia kuwa anatakiwa ofisini kwa mwalimu mkuu haraka iwezekanavyo. Kelvin alijihisi wasiwasi, lakini hakuwa na wazo lolote la dharura hiyo. Aliwaambia wanafunzi wake waendelee na kazi za darasani, kisha akatoka kuelekea kwenye ofisi ya mwalimu mkuu. Akiwa amejaa shaka, Kelvin alipofika ofisini kwa mwalimu mkuu alikuta kikao tayari kilikuwa kimeandaliwa. Walimu wengine walikuwa wamekaa pale, akiwemo Vincent ambaye macho yake yalimtazama kwa dharau na chuki ya ndani kabisa. Mwalimu mkuu alimkaribisha kwa ukali. Kelvin, tuna mambo mazito tunayohitaji kuzungumzia kuhusu tabia yako. Kelvin aliketi huku moyo wake ukidunda kwa nguvu, akihisi kwamba jambo baya linakaribia kumkumba. Kikao kilipoanza, ilionekana wazi kwamba lengo lilikuwa kumshambulia Kelvin. Mwalimu mkuu alianza kwa kumpa onyo kali, akimwambia kuwa kulikuwa na malalamiko mengi kuhusu yeye kuwa karibu sana na baadhi ya wanafunzi, hasa Brianna. Hili lilisababisha hali ya sintofahamu na kuibua maswali mengi juu ya tabia yake kama mwalimu. Vincent, ambaye alikuwa na wivu wa mapenzi kwa Brianna, alichukua fursa hiyo kuanzisha mfululizo wa maneno ya kashfa na udhalilishaji. Alisimama na kusema kwa sauti kubwa, hatuwezi kuruhusu mwalimu kama huyu kuendelea hapa. Yaani, tumeanza kuona mambo yasiyofaa yakifanyika shuleni. Kelvin anaharibu maadili ya shule na lazima achukuliwe hatua. Walimu wengine walimfuata Vincent kwa kutoa maneno ya kejeli na lawama, kila mmoja akiongeza kashfa zake juu ya Kelvin. Hali hiyo ilimfanya Kelvin kuhisi amekandamizwa sana, kama vile hakuwa na nafasi ya kujitetea. Hakuna aliyesikiliza upande wake wa hadithi, na kila neno lililotoka vinywani mwao lilijaa chuki na kebehi. Baada ya kikao hicho cha kudalilisha kumalizika, Kelvin aliondoka ofisini akiwa na hasira na uchungu moyoni.
Alihisi kama ulimwengu umemgeuka, na kwa mara ya kwanza aliwaza hata kuacha kazi. Alijua kwamba Vincent alikuwa akifanya yote haya kwa wivu wa mapenzi, lakini hakuwa na uwezo wa kuthibitisha hilo mbele ya walimu wenzake. Siku hiyo jioni, Kelvin alimuita Brianna kuzungumza naye mara ya mwisho. Alipokutana naye, uso wake ulikuwa umejaa huzuni na hasira. Bila kuchelewa, alimwambia Brianna kwa sauti ya kuuma, "Brianna, acha mazoea haya na mimi. Kuanzia sasa, chukulia kama hujawahi kunijua." Brianna alishtuka, machozi yakaanza kumtiririka. "Lakini mwalimu, sikukusudia mabaya. Haya yote yanatokea kwa sababu gani?" Kelvin aliinua mkono akamkatisha. "Brianna, haya si masuala yako. Kitu bora kwako ni kunisahau kabisa. Acha haya mazoea kabla hajaleta matatizo makubwa zaidi." Bila kusema neno lingine, aliinuka na kuondoka kwa hasira, akimwacha Brianna akiwa amesimama pale na maumivu ya moyo. Kelvin alikuwa anaondoka huku akijisemea moyoni, "Brianna, nafanya kwa ajili yako, ili umalize shule tu. Sina namna. Inabidi nikulinde wewe na kibarua changu." Brianna alizidi kuita, "Sir Kelvin, Sir Kelvin," lakini Kelvin hakugeuka. Brianna alichanganyikiwa kabisa. Brianna aliondoka kwa pale akiwa amechanganyikiwa kabisa. Mawazo yalikuwa yakimvuruga akili kiasi kwamba hata alipotembea kwenda kutoa, hakuelewa chochote kinachoendelea karibu naye. Alikumbuka jinsi macho ya Kelvin yalivyokuwa yamejaa hasira na maumivu wakati alipomwambia aachane naye, na hilo lilimvunja moyo sana. Kichwani mwake alikuwa akijiuliza maswali bila kupata majibu. Kwa nini Kelvin alimfukuza ghafla? Kwa nini alimgeukia kwa ukali kiasi kile? Je, alikuwa na kosa kubwa kiasi gani mpaka kufikia hatua ya Kelvin kumfukuza bila huruma? Alipofika nyumbani, hakuwa na maneno ya kumweleza mama yake. Aliingia chumbani kimya kimya, akijitupa kitandani huku machozi yakianguka taratibu kutoka machoni mwake. I grew up dreaming in paper towns, castles made of hand-me-downs, spinning wishes into gold, believing love could break the cold. Usiku ule Brianna alijikuta akiwa mwenye huzuni sana, akiwaza kila tukio lililomkumba. Mawazo yalizidi kumzonga na mwishowe alilia sana hadi aliposinzia kwa uchovu wa akili na mwili. Siku iliyofuata, Brianna aliamka akiwa na uchovu wa kimwili na kiakili. Alikuwa na mpango wa kwenda shule, lakini hakuwa na nguvu wala hamasa ya kufanya chochote. Alienda shule huku moyo wake ukiwa na majeraha, na alipofika darasani, mawazo yake yalikuwa mbali kabisa na somo lililokuwa linafundishwa. Mwalimu aliingia darasani na kuanza kufundisha, lakini Brianna hakuwa akisikiliza. Aliendelea kukumbuka mazungumzo yake na Kelvin na jinsi walivyotengana kwa maneno makali. Ghafla, mwalimu alimuuliza swali. Brianna aliinuka taratibu, macho yake akiwa na uchovu. Alijaribu kujibu swali aliloulizwa, lakini alikosea. Majibu yake hayakuwa na uhusiano wowote na swali aliloulizwa, jambo lililowafanya wanafunzi wenzake kuanza kucheka taratibu. Mwalimu alimtazama Brianna kwa muda mrefu, akigundua kuwa binti yule alikuwa amechanganyikiwa. Alishindwa kuelewa nini kilichomkumba, lakini aliona wazi kwamba alikuwa na kitu kizito moyoni mwake. Mwalimu yule ilibidi ampe ruhusa aende nyumbani akapumzike tu, maana hakukuwa na namna. Brianna alirudi analia sana. Yaani anampenda mwalimu wake, yaani yeye hajali. Siku hiyo hiyo, Kelvin naye alikuwa katika hali mbaya. Alikuwa ameamua kumweka Brianna mbali naye kwa sababu ya shinikizo kutoka kwa walimu wenzake, hasa mwalimu Vincent aliyekuwa akimchukia kwa wivu. Kelvin alihisi kufanya maamuzi sahihi, lakini moyoni mwake kulikuwa na shaka kubwa. Kelvin aliingia darasani akitegemea kumuona Brianna, lakini kwa mshangao wake hakumuona popote. Alianza kuwa na wasiwasi. Kwa kawaida, Brianna hakuwa mtu wa kukosa shule bila sababu maalum. Alijaribu kujituliza, akiamini kwamba huenda alikuwa na sababu za msingi za kutohudhuria siku hiyo. Hata hivyo, kadri muda ulivyokuwa ukiendelea kupita, wasiwasi wa Kelvin uliongezeka. Alijikuta akiingia katika hali ya sintofahamu, akihisi kuna kitu kibaya kimetokea. Mwishoni mwa kipindi, aliamua kumtafuta rafiki wa karibu wa Brianna ili apate habari za kilichokuwa kimetokea.
Baada ya muda, Kelvin alikutana na rafiki wa Brianna. Bila kusita, alimuuliza kwa wasiwasi, "Brianna yuko wapi leo? Kwa nini hajaja shule?" Rafiki yake alimwangalia Kelvin kwa muda mrefu, kisha akamjibu kwa sauti ya kutajua, "Hata mimi sijui. Alikuwepa, nimeenda uwani, nimerudi, hayupa, na si kawaida yake kukosa shule, lakini hajaniambia chochote. Nilidhani anaweza kuwa mgonjwa." Kelvin alijikuta akitumbukia kwenye lindi la mawazo. Brianna halikuwa wapi? Na kwa nini hakumwambia chochote? Mawazo yalizidi kumzonga Kelvin, akiogopa kuwa huenda amemkosea sana Brianna mpaka asiweze na nguvu kuja shule. Alijiuliza kama uamuzi wake wa kumfukuza ulikuwa wa busara au kama ulimuumiza zaidi alivyodhani. Wakati huo huo, Brianna alikuwa nyumbani, akijifungia chumbani kwake. Usiku ulivyofika, alijikuta akiwa kwenye lindi la mawazo, akimfikiria Kelvin. Alikumbuka kila neno lililosema na jinsi alivyomfukuza bila hata kumpa nafasi ya kuelezea hisia zake. Machozi yalimtiririka tena kwa uchungu mwingi. Alihangaika kitandani, kichwa kikimuuma kutokana na mawazo. Alijaribu kulala, lakini usingizi haukuwa na nafasi kwake. Ilikuwa ni vigumu kwake kuelewa jinsi walivyofika hatua ya kutengana, na hakujua kama angeweza kumsamehe Kelvin kwa maneno aliyomwambia. Hadi alfajiri, Brianna hakuwa anapata usingizi mzuri. Alijikuta akiugulia maumivu ya kichwa, lakini hakutaka kwenda shule siku hiyo. Alijua kuwa hata akienda, hangeweza kufanya lolote la maana. Kelvin naye hakuwa na amani moyoni. Kila alipokumbuka kutokuwepa Brianna, shule alihisi hatia ikimzidi. Alijua kuwa alihitaji kumtafuta Brianna na kumaliza tofauti zao, lakini hakuweza kujua anapanzia wapi. Alikuwa katika hali ya mkanganyiko, akisubiri kesho kwa matumaini kuwa Brianna angerudi shuleni, lakini hofu iliyojaa kichwani mwake ilimzidi nguvu. Siku 2 baada ya Brianna kutokuwepo shuleni, hali yake ilizidi kuwa mbaya. Mama yake alikuwa hajui kwa undani kinachomsumbua binti yake, lakini alipogundua kuwa Brianna alikuwa dhaifu sana na ameishiwa maji mwilini, aliamua kumpeleka hospitali haraka. Brianna alikuwa amekonda na hakuwa na nguvu ya kuzungumza, hali iliyosababisha hofu kubwa kwa mama yake. Kwa haraka, alimpakia kwenye gari na kumkimbiza hospitali. Akiwa njiani, mama yake Brianna alijikuta akilia kimya kimya huku akiwaza kuhusu afya ya binti yake. Mawazo yalimvuruga akilini mwake, akihisi hofu ya kumpoteza mtoto wake mpendwa. Kelvin alipokuwa darasani, ghafla alipokea taarifa ya hali ya Brianna. Mara tu aliposikia kuwa Brianna amekimbizwa hospitalini, alijikuta hawezi kuendelea na shughuli zake za siku. Hisia za hatia, wasiwasi na hofu zilimzonga sana. Alikumbuka jinsi alivyokuwa mkali kwake na mazungumzo yao ya mwisho yalivyojawa na hasira. Bila kufikiria mara mbili, alichukua vitabu vyake na kuvifunga haraka. Hakuweza kumudu kufundisha tena siku hiyo, na hata akijaribu, akili yake ilikuwa kwa Brianna. Aliamua haraka kukodi pikipiki ili afike hospitalini mara moja. Akiwa safarini, mawazo yalirudi nyuma, akifikiria jinsi Brianna alivyokuwa akiumizwa kwa muda mrefu. Na sasa, hali yake ilikuwa mbaya kiasi cha kulazwa hospitalini. Kelvin alipofika hospitalini, alipaki pikipiki pembeni, huku akihisi moyo wake ukidunda kwa kasi. Aliingia haraka katika eneo la mapokezi na kumfuata mmoja wao wauguzi, huku akihangaika kupata taarifa za Brianna. "Ameshughulikiwa vizuri?" aliuliza kwa sauti ya wasiwasi. Muuguzi alimwangalia kwa muda na kisha akasema kwa utulivu, "Tunamshughulikia, uwe na subra." Kelvin aliendelea kuuliza, "Naomba uniambie kalazwa wapi, nataka kumuona." Muuguzi alimuelekeza taratibu mahali ambapo Brianna alikuwa amelazwa. Kabla ya kuingia, aliombwa asaini kitabu cha wageni na akaelekezwa kuwa ahakikishe ana utulivu ili kuepuka kumsumbua mgonjwa. Kelvin alitii na akaingia ndani ya chumba kwa tahadhari. Alipofika kwenye chumba alicholazwa Brianna, Kelvin alisimama kwa sekunde chache, akihisi mapigo ya moyo wake yakiongezeka. Hakuwa na uhakika wa nini cha kusema au cha kufanya, lakini alijua tu kwamba alitaka kuwa karibu na Brianna.
Hapo hapo alimwona Brianna amelala kwenye kitanda, uso wake ukiwa na alama za uchovu na maumivu. Kelvin alihisi moyo wake ukiumia kwa hali aliyokuwa nayo Brianna. Akiwa na machozi ya furaha na hofu, Kelvin alienda taratibu karibu na kitanda cha Brianna na kumuita kwa sauti ya upole, "Brianna." Brianna alifungua macho polepole, akamtazama Kelvin kwa mshangao, kisha akajibu kwa sauti dhaifu, "Kelvin." Wote walikumbwa na furaha isiyoelezeka. Uso wa Brianna yalionekana kupoa kidogo baada ya kumwona Kelvin, na Kelvin alihisi mzigo mkubwa ukimwondoka moyoni. Muda huu ulikuwa wa hisia mchanganyiko kati ya furaha na huzuni. Kelvin alipomaliza kumwona Brianna akiwa hospitalini, aliamua kumtafuta mama yake Brianna ili kupata maelezo zaidi kuhusu hali ya binti yake. Walikutana nje ya chumba cha wagonjwa na Kelvin kwa utulivu alianza mazungumzo. "Mama Brianna, nilihisi kuwa Brianna hana furaha kabisa. Ni nini hasa kilitokea hadi hali yake ikawa mbaya hivi?" Mama Brianna alikunja uso, akijifanya kutojali. Ni mambo tu ya kawaida ya watoto, unajua. Siwezi kujua kwa undani, lakini naona ni vile tu amekuwa na mawazo ya shuleni." Kelvin alishtuka kwa majibu hayo ya kutotilia maanani. Alijaribu kuendelea kuuliza kwa upole, lakini alizidi kugundua kuwa mama Brianna hakuwa anajua hata mambo ya msingi kuhusu mwanawe. "Kwa mfano, yupo fomu ngapi sasa?" Kelvin aliuliza kwa tahadhari. Mama Brianna alinyanyua mabega yake kwa dharau. "Hilo sijui vizuri. Binti yangu anajua, anajisomea. Kazi yangu ni kuendelea na shughuli zangu za mtaa." Kelvin alisikitika moyoni, akitambua kuwa Brianna alikuwa akikosa malezi ya karibu na upendo kutoka kwa mama yake. Aliona wazi kuwa mama Brianna alikuwa anachukulia hali ya binti yake kwa wepesi sana. Tukio la pili, Kelvin anazungumza na Brianna. Baada ya mazungumzo hayo yasiyomridhisha na mama Brianna, Kelvin alirudi ndani kumwona Brianna. Alisimama karibu na kitanda chake na kuanza kuzungumza naye kwa sauti ya upole. "Hai Brianna, pole sana kwa hali yako. Nimekuja kukuona mara tu niliposikia kilichotokea." Brianna, ambaye alionekana bado dhaifu, alimtazama Kelvin kwa shukrani. Macho yake yalikuwa na nuru ya matumaini. "Kelvin, asante kwa kukuja," Brianna alisema kwa sauti ya upole lakini yenye hisia za ndani. Alionekana kuchangamka kidogo, kama vile uwepo wa Kelvin ulikuwa tiba tosha kwake. Alianza kuzungumza naye kwa utulivu zaidi na hata akaanza kutabasamu kidogo. Furaha ya kumwona Kelvin ilikuwa dhahiri machoni mwake. Kelvin alihisi kuwa Brianna alikuwa na furahi zaidi kuliko alivyoiona awali, na hilo lilimpa moyo. Kwa muda mfupi walizungumza kuhusu mambo mbalimbali, Kelvin akihakikisha kumfariji na kumtia moyo Brianna. Tukio la tatu, Kelvin anagharamia matibabu ya Brianna. Baada ya mazungumzo yao, Kelvin aliamua kuchukua hatua zaidi ya kumsaidia Brianna. Alizungumza na wahudumu wa hospitali na akalipa gharama zote za matibabu ya Brianna. Alitaka kuhakikisha kuwa Brianna anapata huduma bora zaidi ili apone haraka na kurudi kwenye hali yake ya kawaida. Tukio la 4, kurudi nyumbani. Baada ya Brianna kupata nafuu kidogo, iliamuliwa kwamba anaweza kurudi nyumbani. Kelvin alichukua jukumu la kumrudisha Brianna, akiweka uzito wa kuhakikisha kuwa anakuwa salama na kwenye hali nzuri. Walifika nyumbani na mama Brianna alimshukuru sana Kelvin kwa msaada wake wote. "Asante sana Kelvin, umetusaidia sana," mama Brianna alisema kwa sauti ya shukrani, ingawa Kelvin alijua kuwa shukrani hizo hazikuwa za kweli sana, kwani alikuwa tayari amegundua jinsi mama Brianna alivyokuwa hajali afya ya mwanawe. Hata hivyo, Kelvin aliamua kuweka hayo pembeni, kwani jambo la muhimu lilikuwa kuhakikisha kuwa Brianna anapata nafuu kabisa. Jua lilikuwa linapungua taratibu, likitengeneza mwanga wa dhahabu juu ya bustani iliyopambwa kwa maua ya kupendeza na sauti ya ndege waliokuwa wakiimba kwa furaha. Kelvin na Brianna walikuwa wakitembea kwa hatua za polepole, wakifurahia uzuri wa bustani hiyo ya kijani kibichi iliyoko pembeni ya mto unaotiririka kwa utulivu. Upepo mwanabwana ulipita, ukiyapeperusha majani na kutengeneza sauti ya kuvutia,
kana kwamba mazingira yalikuwa yanawakumbusha jinsi maisha yalivyo na urembo wake wa pekee. Brianna, akiwa na mawazo mengi, alijaribu kujiandaa kusema kile kilichokuwa kimekaa moyoni mwake kwa muda. Waliketi kwenye benchi mara nyingi, walikuja kuzungumza na kufurahia upekee wa kila mmoja. Brianna alimtazama Kelvin kwa macho yaliyojaa hofu na matumaini kwa wakati mmoja. Hakujua jinsi maneno yake yangepokelewa, lakini moyo wake ulikuwa tayari kufunguka. Kelvin, Brianna alianza kwa sauti ya chini lakini yenye msisitizo. Nimekuwa nikihisi kitu kwa muda mrefu sana na sijui kama utaelewa. Tumekuwa marafiki wa karibu kwa muda mrefu, lakini kuna jambo ninalotaka uelewe. Nakupenda Kelvin. Nakupenda kwa namna ambayo siwezi tena kujizuia kusema. Wewe ni zaidi ya rafiki kwangu, wewe ni kila kitu. Maneno hayo yalitoka na uzito mkubwa. Kelvin, aliyekuwa akimtazama kwa macho yenye utulivu, aliweka mkono wake kwenye mkono wa Brianna kwa upole, akisubiri kuzungumza. Brianna aliendelea kumtazama, moyo wake ukidunda kwa nguvu. Hakujua ikiwa Kelvin atapokea hisia hizo, lakini sasa hakuwa na budi zaidi ya kusema alichokuwa nacho moyoni. Kelvin akijibu kwa hekima. Kelvin alitazama chini kwa muda, akionekana kama anayefikiria kwa undani sana kabla ya kujibu. Macho yake yaliangalia jinsi maji yalivyokuwa yakitiririka kwenye mto, sauti ya maji ikiwa ya utulivu na kupendeza kama ilivyokuwa hali yao pale bustanini. Alipoinua macho kumtazama Brianna, alikuwa na tabasamu dogo lakini machungu yaliyokuwa yamejificha vizuri. Brianna aliendelea kwa sauti ya upole. Najua kile unachohisi. Na ukweli ni kwamba hata mimi nakuheshimu sana na najali sana kuhusu wewe. Lakini naomba nieleweke. Siko tayari sasa kuingia kwenye mahusiano ya aina hiyo. Si kwa sababu sitaki, bali nataka uhakika kuwa kila kitu kiko sawa na sitaki jambo hili liathiri masomo yako. Brianna aliangalia chini kwa sekunde chache, kisha akamuuliza, Kelvin, unamaanisha nini? Unaogopa kuwa nitasahau kusoma kwa sababu ya hisia zangu? Kelvin alitikisa kichwa. Si kwamba una uwezo mdogo, Brianna, ninakuamini kabisa, lakini nataka uangalie mbele zaidi, uone thamani ya ndoto zako na elimu yako. Nitakujibu hisia zako kwa wakati, lakini baada ya mtihani wa kitaifa. Na si hivyo tu, ukifaulu vizuri sana, nitaona ni ishara kuwa tunaweza kuwa na maisha bora mbele yetu. Lakini kwa sasa, nataka tu tuendelee kuunga mkono ndoto zako. Brianna, baada ya kumsikiliza Kelvin kwa makini, aliweza kuona hekima iliyokuwa nyuma ya maneno yake. Kwa upole alishika mkono wake na kumtazama kwa macho yajaa matumaini na hisia. Nimekuelewa Kelvin, alisema kwa sauti ya chini lakini yenye msisitizo. Nitafanya kila juhudi ili kufaulu. Si tu kwa sababu nakupenda, bali kwa sababu ninataka kufikia ndoto zangu pia. Hata hivyo, najua hatima yetu itakuwa nzuri. Maneno hayo yalimfanya Kelvin kuipongeza roho ya kujituma ya Brianna, akijua kwamba alikuwa kwenye njia sahihi. Walijadiliana zaidi kuhusu maisha yao, malengo yao, na jinsi walivyoweza kusaidiana kufikia mafanikio. Ilikuwa ni wakati mzuri wa kuzungumza bila usumbufu, kila mmoja akielewa hisia za mwenzake. Brianna alikazana zaidi kwenye masomo, akiwaza jinsi gani angeweza kufikia kilele cha ndoto zake na kupata upendo wa Kelvin. Hali hiyo ya ahadi na kujituma
ilimpa motisha ya kufaulu katika mitihani yake yote na kufikia kile alichokuwa amekusudia. Kelvin na Brianna walikuwa wamejawa na furaha tele baada ya Brianna kufaulu mtihani wake wa taifa na wao wawili rasmi kuwa wapenzi. Kama njia ya kusherehekea mafanikio yao na kujenga mahusiano yao zaidi, waliamua kufanya safari kwenda Dar es Salaam, jiji lenye kila aina ya uzuri na burudani. Walichagua kusafiri kwa basi, wakianzia safari yao kutoka Tanga. Brianna alikuwa ameketi kando ya Kelvin kwenye basi, akiegemea begani mwake kwa upendo. Waliendelea kubadilishana maneno ya upole huku wakifurahia upepo wa baharini uliokuwa ukiingia kupitia madirisha ya basi. Muda huo ulikuwa wa kipekee kwao, huku kila mmoja akiwa na matarajio makubwa ya kila walichotarajia kukutana nacho jijini Dar es Salaam. Waliwasili Dar es Salaam mapema asubuhi, jua likiwa linachomoza taratibu na kuangaza mji huo mkubwa wa biashara. Walipofika, walihisi furaha ya ajabu, huku macho yao yakifurahia uzuri wa majengo ya kisasa na barabara pana zilizokuwa zimejaa magari. Hakukuwa na muda wa kupoteza, walikubaliana kwa pamoja kuanza ziara yao kwa kutembelea Mlimani City. Brianna aliyaona mandhari ya Mlimani City kama kitu cha ajabu, huku akitabasamu kila alipokutana na maduka ya kisasa na harakati za watu wa mjini. Kelvin hakusita kumshika mkono Brianna, huku wakielekea kwenye Cinemax kutazama filamu ya mapenzi ambayo waliichagua kwa pamoja. Ilikuwa burudani ya hali ya juu, na mara kwa mara waliangua kicheko cha pamoja, wakifurahia kila dakika ya kuwa karibu. Baada ya filamu, walitembea madukani, kila mmoja akitaka kumfurahisha mwenzake kwa zawadi ndogo ndogo. Kelvin alimpendeza Brianna kwa kumnunulia gauni la kisasa, lililomfanya Brianna kuwa na furaha isiyoelezeka. Waliendelea kupita kwenye maduka na baadaye walikubaliana kula chakula kwenye moja ya mikahawa maarufu ndani ya Mlimani City. Huku wakikata kipande cha pizza na kunywa vinywaji baridi, walifurahia muda huo wa utulivu na upendo wa dhati. Brianna alimtazama Kelvin kwa upendo mwingi, akisema, "Naona kama ndoto kuwa nawe hapa. Kila siku natamani muda kama huu." Kelvin alitabasamu na kumkumbatia, akimjibu, "Mimi nipo hapa kila wakati kwa ajili yako, Brianna." Walipomaliza kula, waliamua kuchukua picha ya pamoja katika studio moja ya kisasa. Walipiga picha nyingi za kumbukumbu, kila moja ikiwa na hisia tofauti za furaha na upendo. Walifurahia kuona jinsi upendo wao ulivyoimarika ndani ya muda mfupi, huku kila picha ikionyesha jinsi walivyokuwa wameungana kwa dhati. Siku hiyo jijini Dar es Salaam iliwapa Brianna na Kelvin kumbukumbu za kipekee na ilidhihirisha jinsi walivyokuwa wakijenga maisha yao pamoja kwa furaha na matumaini ya siku zijazo. Kila hatua waliopiga iliwafanya kuwa karibu zaidi, wakisubiri kwa hamu kuona kile ambacho maisha yaliwaandalia baada ya safari hii. Baada ya miezi kadhaa ya furaha tele kati ya Brianna na Kelvin, upendo wao ulizidi kuimarika. Brianna, akiwa na mapenzi tele kwa Kelvin, aliamua kuwa ni wakati mwafaka kumpeleka kwa mama yake ili kumjulisha rasmi kuhusu uhusiano wao. Hata hivyo,
Alikuwa na wasiwasi sana kwa kuwa alikuwa anajua hasira za mama yake, hasa linapokuja suala la mahusiano yake na wanaume. Alitafakari kwa muda mrefu jinsi ambavyo mama yake angepokea habari hizo, na akaingiwa na hofu ya kusababisha mgogoro. Kelvin alitambua hali ya wasiwasi iliyokuwa imemkumba Brianna. Walipokuwa wakitembea kuelekea nyumbani kwa mama yake, Brianna alisimama ghafla na kumwambia Kelvin, "Kelvin, nadhani mama hatakubaliana na hili. Yeye ni mkali sana. Sijui itakuwaje, naogopa sana." Kelvin alimtazama kwa macho yenye huruma na tabasamu laini, akimshika mikono yake kwa nguvu na kusema, "Usijali Brianna, sitaki uzidi kujiumiza kwa mawazo. Nitakuwa nami siku zote na nitamsaidia mama yako kukuelewa. Nitakuwa bega kwa bega nawe. Nitakutuliza na kumhakikishia kuwa mimi ndiye nitakayekuangalia kuanzia sasa. Nitahakikisha unapata elimu yako hadi mwisho, na nakuahidi baada ya kumaliza kidato cha 6 na kufaulu vizuri, nitakuoa rasmi kabla hujaenda chuo, mama yako ataelewa." Brianna alishusha pumzi nzito, na japo bado alikuwa na wasiwasi, maneno ya Kelvin yalimpa ujasiri wa kuendelea. Hatimaye walifika nyumbani kwa mama yake Brianna. Walipoingia ndani ya nyumba, mama yake Brianna alionekana kama alivyotarajiwa. Ameketi sebuleni, akionekana kuwa na kazi nyingi za hapa na pale, huku macho yake yakiwa yamejaa ushindi wa mwanamke aliyepitia mengi. Mazungumzo yanaanza. Brianna, akiwa na hofu, alimsalimia mama yake na kumwambia, "Mama, leo nimekuja na rafiki yangu Kelvin. Ningependa uzungumze naye kidogo." Mama yake Brianna, ambaye alikuwa akimtazama Kelvin kwa jicho la tahadhari, alimkaribisha akae, ingawa alionekana kuwa na mashaka. Aliweza kusoma ishara za uhusiano kati ya Kelvin na Brianna, na hivyo hakuwa na subira ya kusikia kilichoendelea. Kelvin alichukua hatua ya kwanza kwa kuanza kuzungumza kwa heshima. "Shikamoo mama. Naomba unisikilize vizuri. Ninampenda sana Brianna na nimedhamiria kumsaidia katika safari yake ya elimu na maisha kwa ujumla. Natambua kuwa ni msichana mwenye ndoto kubwa, na kama mwanaume ninayempenda, nimejipa jukumu la kuhakikisha anapata elimu bora na maisha mazuri." Mama yake Brianna aliinua macho, akiangalia moja kwa moja macho ya Kelvin, kisha akasema kwa hasira kidogo, "Hivi unajua kuwa Brianna bado ni mtoto? Na elimu yake ni kitu muhimu sana kwangu. Usifikirie kwa sababu wewe ni kijana basi uhusiano huu unaweza kwenda mbele bila mimi kuweka masharti yoyote." Brianna aliyetaharuki kwa majibu ya mama yake, alijaribu kumwambia, "Mama, Kelvin anamaanisha kweli. Ameahidi kunisaidia kwa kila hali na anatamani tuwe na maisha mazuri baada ya kumaliza shule." Mama yake Brianna hakuonekana kuridhika mara moja. Aliinua mkono akimnyamazisha Brianna, kisha akamtazama Kelvin tena kwa macho yenye kuonyesha wasiwasi. "Wewe kijana, unasema utamsomesha, lakini je, kama utampa mimba au kumharibia maisha kabla hajamaliza kidato cha 6? Nitataka kuona vitendo, sio maneno matupu. Ukijaribu kumharibia mtoto wangu kabla hajamaliza elimu, ujue na kufunga mwenyewe kwa mikono yangu." "Na kuruhusu, lakini ufuate masharti yangu. Na hili litakubalika tu kama Brianna atafaulu mtihani wake wa kidato cha 6. Kelvin alitabasamu kidogo, akimwangalia mama yake Brianna kwa heshima na kumjibu kwa sauti ya utulivu, "Na kuahidi mama, sitakosea hata kidogo. Hii si hadithi za kufikirika. Nitamwangalia Brianna kwa mapenzi ya kweli na nitahakikisha anamaliza shule akiwa na furaha na mafanikio makubwa. Singetamani kuharibu maisha yake.
hata mimi nikipenda mtu napenda kwa dhati na kwa mipango thabiti. Mama yake Brianna aliendelea kumtazama kwa muda mrefu, na baada ya kutafakari alishusha pumzi nzito na kusema, sawa basi kijana, nimekusikia. Lakini kama kweli unataka kuwa naye, basi subiri amalize shule. Na kama atasoma kwa bidii na kufaulu vizuri kidato cha 6, nitakuruhusu umuoe rasmi kabla hujaenda chuo. Mama yako ataelewa. Brianna alijibu kwa unyenyekevu, na kushukuru sana mama kwa kunipa nafasi hii. Nitahakikisha kila kitu kinaenda sawa na Brianna ataendelea kuwa na mafanikio kwenye elimu yake. Brianna akiwa amekaa pembeni alitabasamu kwa furaha. Alijua kuwa Kelvin amepata kibali kutoka kwa mama yake na maisha yao ya mbele yalikuwa na mwanga wa matumaini. Baada ya kuzungumza na mama yake, Kelvin alinyanyuka, akamkaribia Brianna na kumshika mikono kwa upole. Aliweza kuhisi mikono ya Brianna ikitetemeka kidogo kutokana na furaha. Wakati walipotoka nje, Brianna alimwangalia Kelvin kwa macho yenye kung'aa. Nashukuru sana Kelvin. Umeniondolea mzigo mkubwa sana wa mawazo. Huwezi kuelewa jinsi nilivyokuwa na hofu juu ya hili. Kelvin alimwangalia kwa mapenzi na kumwambia, tuwekeze katika elimu yako sasa Brianna. Mara tu ukimaliza kidato cha 6 na kupata mafanikio makubwa, nitakutimizia ahadi yangu. Brianna alimwangalia kwa macho ya upendo huku akimshika mkono kwa nguvu. Nimeahidi Kelvin, nitafaulu kwa bidii ili nikupe kibali kamili kuwa mume wangu. Kelvin alitabasamu, na huku akitembea kuelekea kwenye pikipiki walikokodi nyumbani, kila mmoja alikuwa na furaha tele. Hii ilikuwa ni hatua kubwa zaidi kwa uhusiano wao, na Brianna alijua kuwa upendo wa Kelvin kwa ajili yake ulikuwa wa dhati, ulikuwa upendo wenye kujenga maisha yao pamoja kwa mwanga wa mafanikio na furaha. Muda wa kusubiri ulikuwa mfupi sana kwa Brianna baada ya kupata ruhusa ya kujiunga na kidato cha 5. Alikuwa na ndoto kubwa, ndoto ambazo zilimpa motisha kila siku alipokumbuka ahadi aliyopewa na Kelvin. Ilikuwa wazi kuwa elimu yake ilikuwa tiketi ya kufikia maisha bora pamoja na mtu aliyempenda kwa dhati. Hivyo, Brianna alijiweka tayari kwa safari ndefu na yenye changamoto kuelekea kufaulu kidato cha 6 kwa kiwango cha juu kabisa. Alipokuwa anajiunga na kidato cha 5, Brianna alijua kwamba miaka miwili iliyokuwa mbele yake ingemhitaji juhudi kubwa. Hakuwa na muda wa kupoteza, na kila siku ilikuwa fursa mpya kwake kujifunza mambo mapya na kuboresha uwezo wake. Brianna aliingia shuleni akiwa na shauku ya kufanikiwa. Alianza safari yake kwa kujipa malengo makubwa ya kitaaluma. Alianza kupanga ratiba yake kwa umakini ili kuhakikisha anaweza kusoma kila somo kwa ufanisi. Jambo la kwanza alilolenga ni kuimarisha maeneo aliyohisi yalikuwa dhaifu kidogo alipokuwa kidato cha 4. Hakutaka kuwa na sehemu yoyote iliyoachwa bila kushughulikiwa. Alijua kuwa njia pekee ya kufikia malengo yake ilikuwa kufanya kazi kwa bidii. Kila siku baada ya masomo ya darasani, Brianna alijitenga na marafiki ili kusoma vitabu vya ziada, kuandika maelezo ya ziada na kufanya mazoezi ya maswali magumu kutoka kwa walimu wake. Kila wakati alikuwa anajiuliza, je, nimefanya vya kutosha leo? Je, nipo tayari kufaulu zaidi ya vile ninavyotarajia? Kwa kawaida mwaka wa kwanza wa kidato cha 5 ulikuwa na changamoto nyingi. Brianna alikumbana na ugumu wa kuelewa baadhi ya mada mpya, hasa somo la hesabu ambalo lilionekana kumlemea kidogo, lakini hakuacha kukata tamaa. Alijua kuwa kufaulu kulihitaji uvumilivu na mazoezi ya mara kwa mara. Aliwaona walimu wake mara nyingi, na walimu walimwona kama mwanafunzi mwenye bidii na aliye tayari kujifunza. Brianna alijiunga na vikundi vya kujisomea pamoja na wanafunzi wenzake, vikundi ambavyo vilimsaidia sana kuelewa masomo kwa undani. Kila wakati alipokuwa na swali, alikuwa tayari kuuliza. Walimu wake walimwona kuwa mchangamfu na aliyefunguka kwa elimu, jambo lililomfanya aendelee kupata msaada mkubwa. Kadri miezi ilivyopita, Brianna
alizidi kuimarika. Aliweka juhudi kubwa sana katika masomo yake ya sayansi na hisabati, na baada ya muda aliona matunda ya kazi yake. Alianza kupata alama za juu zaidi kwenye mitihani ya ndani ya shule, na walimu walimpongeza kwa juhudi zake. Kila wakati alihakikisha hana jambo linalomvuruga, na akili yake ilikuwa ikilenga moja kwa moja kwenye masomo. Kwa kuwa Brianna hakuwa na msaada mkubwa wa kifedha nyumbani, mara nyingi aliomba vibali vya kutumia maktaba ya shule baada ya muda wa kawaida wa masomo. Huko alijitolea kutumia muda wake kusoma vitabu vya ziada na kufanya mazoezi zaidi ya mitihani. Aliamini kuwa njia pekee ya kumkomboa yeye mwenyewe na familia yake ilikuwa kupitia elimu. Mwaka wa pili, mapambano na maandalizi kwa mitihani ya taifa. Alipofika mwaka wa pili wa kidato cha 6, changamoto ziliongezeka zaidi. Hii ilikuwa ni mwaka wa maandalizi makubwa kwa mitihani ya taifa. Brianna alijua kwamba kila dakika ilikuwa muhimu. Alianza kufanya mazoezi ya mitihani ya nyuma kwa lengo la kuboresha uelewa wake wa maswali yanayoulizwa kwenye mitihani ya taifa. Kwa kipindi hiki, Brianna alikumbana na changamoto za kiafya kutokana na kusoma kwa muda mrefu bila kupumzika vizuri. Alipata uchovu wa mwili mara nyingi, lakini hakuruhusu hali hiyo kumzuia kuendelea na masomo. Aliweka ratiba ya kupumzika na kufanya mazoezi kidogo ili kuboresha afya yake, na hilo lilimsaidia kurudisha nguvu zake. Alikuwa na mazungumzo ya mara kwa mara na Kelvin, ambaye alikuwa akiendelea kumtia moyo. Kelvin alikumbuka ahadi aliyoitoa kwamba mafanikio ya Brianna shuleni yangekuwa mwanzo wa maisha yao ya pamoja kwa furaha na amani. Ahadi hiyo ilimpa nguvu ya kuendelea kila siku, hata pale alipokuwa anakata tamaa. Wakati mitihani ya taifa ilipokaribia, Brianna alikamilisha maandalizi yake kwa nguvu zote. Alikuwa na uhakika kwamba alikuwa amejitayarisha vya kutosha. Kila siku alikumbuka maneno ya Kelvin na ahadi yake ya kumrudisha nyumbani baada ya kumaliza masomo yake. Alipofanya mitihani yake ya kidato cha 6, Brianna alihisi amefanya kila awezalo. Aliamini kuwa kazi yake ngumu haingepotea bure. Na kweli, baada ya muda, matokeo yalipotoka, Brianna alikuwa mmoja wa wanafunzi waliopata ufaulu mkubwa zaidi. Alipata alama za juu na aliweka rekodi shuleni, jambo lilomfanya kuwa na jina kubwa miongoni mwa walimu na wanafunzi wenzake. Furaha ya ufaulu. Siku ya kutangazwa kwa matokeo ilikuwa ya furaha isiyoelezeka kwa Brianna. Alikuwa amefaulu kwa kiwango cha hakiamini. Alipokea habari hizo akiwa na Kelvin na wote walisherehekea pamoja kwa furaha tele. Brianna alifahamu kuwa maisha yake baadaye yalikuwa yamefunguliwa na elimu yake ilikuwa tiketi ya kumfikisha kwenye mafanikio makubwa zaidi. Kelvin alimpongeza sana Brianna na kumkumbusha kuwa hatua hii ilikuwa mwanzo wa safari yao ya maisha ya pamoja. Brianna alikuwa ameshinda vita ya elimu kwa juhudi na maarifa, na sasa ilikuwa ni muda wa kuanza safari nyingine mpya, safari ya maisha ya upendo na mafanikio. Maisha ya Brianna na Kelvin yalianza kuchanua kwa upendo wa dhati. Baada na kipindi cha muda wa masomo na juhudi nyingi, Kelvin aliamua kutimiza ahadi aliyompa Brianna, ahadi ya kuwa pamoja milele. Siku ilipowadia, Kelvin alipanga kila kitu kwa uangalifu, akitaka hii iwe siku ya pekee kwao wote. Walikuwa wamekaribiana sana na walikuwa tayari kuanza safari mpya pamoja, safari ya maisha kama wachumba. Siku moja, Kelvin alimwomba Brianna kuwaende sehemu ya nje tulivu na ya kupendeza. Walifika kwenye bustani kubwa iliyojulikana kwa uzuri wake na maua yanayochanua wakati wote wa mwaka. Brianna alishangaa kidogo kuona jinsi Kelvin alivyokuwa na hamu isiyokuwa ya kawaida siku hiyo, lakini hakujua nini kilichokuwa kinamgoja. Bustani ilipambwa na mandhari maridadi ya maua ya rangi mbalimbali, viti vya mbao vilivyojipanga pembeni mwa njia nyembamba ya mawe na upepo mwanana uliopepea. Walitembea kwa utulivu wakizungumza kwa furaha kuhusu maisha yao, ndoto zao na mipango yao ya baadaye. Ghafla, Kelvin alisimama, akashika mkono wa Brianna na kumtazama machoni kwa upendo wa dhati. Kisha alichomoa kidogo kitu kutoka kwenye mfuko wake wa koti. Ni boksi dogo la velveti. Kabla Brianna hajakata fursa ya kuuliza lolote, Kelvin alipiga magoti na kumwambia kwa sauti ya upole lakini yenye msisitizo, Brianna, nimekuwa nawe katika kila hatua ya maisha yako. Tumevumiliana.
Tumepambana pamoja na sasa nataka kila siku zangu ziwe pamoja nawe. Je, utakubali kuwa mchumba wangu na kuendelea kuwa sehemu ya maisha yangu kwa milele? Brianna alihisi moyo wake ukijaa furaha ya ajabu, machozi ya furaha yakimlengalenga usoni mwake. Bila kusita, alimkumbatia Kelvin na kusema kwa sauti ya furaha, "Ndiyo Kelvin, nitakuwa mchumba wako." Kelvin alimvisha Brianna pete ya kipekee, pete iliyokuwa ya dhahabu na yenye almasi ndogo iliyong'aa. Pete hiyo ilikuwa ishara ya upendo wa kudumu kati yao. Wote walikuwa na furaha isiyo na kifani, na siku hiyo ilikuwa mwanzo wa maisha yao mapya kama wachumba rasmi. Maisha ya furaha na mafanikio ya Brianna na Kelvin. Baada ya uchumba, maisha ya Brianna na Kelvin yaliendelea kwa furaha kubwa. Wote wawili walijikita kwenye malengo yao ya kazi na maisha, huku wakiendelea kujenga mahusiano yao kwa misingi ya upendo na maelewano. Brianna aliendelea na masomo yake ya juu, wakati Kelvin alizidi kung'ara kama mwalimu maarufu shuleni. Shuleni, Kelvin alijizolea umaarufu mkubwa kutokana na uwezo wake wa kufundisha kwa weledi. Aliwaongoza wanafunzi wake kwa bidii na matokeo ya shule yalibadilika kwa kiwango kikubwa kutokana na juhudi zake. Wanafunzi walimpenda sana kwani aliwafanya wapende masomo na kuwa na hamasa ya kufaulu. Walimu wenzake walimheshimu kwa jitihada zake za dhati na walijifunza mambo mengi kutoka kwake. Juhudi za Kelvin zinazaa matunda. Kwa kila mwaka uliopita, Kelvin alishinda tuzo ya mwalimu bora kutokana na ufaulu mkubwa wa wanafunzi wake. Shule hiyo ilianza kuwa maarufu miongoni mwa shule nyingine kutokana na matokeo ya kushangaza kwenye mitihani ya taifa, huku kila mwanafunzi aliyepitia mikononi mwa Kelvin akiwa na rekodi bora ya ufaulu. Walimu wenzake walikiri kuwa mbinu zake za kufundisha zilikuwa za kipekee na walichukua muda kujifunza kutoka kwake ili kuongeza ufanisi katika masomo yao. Kelvin alikuwa na ratiba iliyosheheni kazi, lakini hilo halikumzuia kumtunza na kumpenda Brianna kwa moyo wake wote. Kila siku alihakikisha kuwa Brianna anapata msaada wowote aliohitaji kwa ajili ya masomo yake ya juu, huku akibaki kuwa na msaada wa kiroho na kihisia kwa mchumba wake. Alijua kwamba mafanikio ya Brianna yalikuwa muhimu kama yake mwenyewe, na hivyo hakuruhusu chochote kiingilie kati ya penzi lao. Furaha inayozidi kila siku. Walipokuwa pamoja, Brianna na Kelvin walifurahia maisha kwa namna ya kipekee. Waliendelea kutembea sehemu mbalimbali, kushiriki chakula na kuzungumza kuhusu ndoto zao za baadaye. Hata mambo madogo walioyafanya pamoja, kama kwenda sinema au kula chakula nje, yaligeuka kuwa matukio yenye furaha isiyo na kifani. Kila mara walitabasamu walipokuwa pamoja, wakishuhudia jinsi upendo wao ulivyokuwa unaimarika zaidi. Kila hatua walihakikisha wanasaidiana, na kila mmoja alikuwa tayari kumuinua mwenzake inapohitajika. Hili lilikuwa jambo lililowafanya kuwa tofauti na wanandoa wengi. Upendo wao ulijengwa kwa msaada wa pande zote na kujitolea kwa dhati. Kwa pamoja, waliamini kuwa maisha yao yalikuwa ya kipekee na walikuwa na hakika kuwa hakuna jambo linaloweza kuharibu furaha yao. Siku za baadaye ziliendelea kuahidi matumaini na mafanikio zaidi kwa Brianna na Kelvin, wachumba ambao walivuka kila kikwazo kwa kushikamana na upendo wao. Mwaka mzuri ulipita, na sasa ilipofika wakati wa harusi ya Kelvin na Brianna, mji mzima wa Dar es Salaam ulijawa na furaha na shamra-shamra. Walikuwa wamejijenga kwa muda mrefu katika upendo na uhusiano wao, na sasa walikuwa tayari kuungana rasmi. Harusi hiyo ilipangwa kwa uzuri, ikijumuisha marafiki, familia na watu wote waliokuwa sehemu ya safari yao ya kimapenzi. Maandalizi ya harusi, Brianna alihusishwa na mpango mzima wa harusi, akihakikisha kila kitu kinakwenda sawa. Aliandaa mavazi mazuri, vikao vya mapambo na mahali ambapo harusi hiyo ingefanyika. Wakati wa maandalizi, kila mtu alionekana mwenye furaha, akionyesha shauku ya kushiriki katika tukio hili la kipekee. Kelvin, kwa upande wake, alijitahidi kuhakikisha kwamba kila kitu kinaenda vizuri, akifanya mawasiliano na wakala wa harusi, wapishi na wapamba mawazi. Hii ilikuwa siku ambayo wote walikuwa wakisubiri kwa hamu. Siku ya harusi. Hatimaye, siku hiyo ilifika. Jua lilikuwa linang'ara kwa mwangaza mzuri na anga lilikuwa safi, kama kusema kuwa hii ilikuwa siku ya furaha. Brianna alijipamba kwa mavazi ya harusi ya kuvutia, aliyovaa ikiwa na lesi yenye mng'aro wa dhahabu na mkufu wa almasi ulioonekana wazi. Alipofika kwenye eneo la harusi, Kelvin alishutuka kwa uzuri wake.
Macho yake yalijawa na furaha na upendo, na alijua mara moja kwamba alikuwa na bahati kubwa. Harusi ilifanyika katika bustani nzuri yenye maua ya rangi tofauti na majani yanayokuwa kwa uhai. Marafiki na familia walikusanyika kwa ajili ya kusherekea upendo wa Kelvin na Brianna. Wakiwa mbele ya mchungaji, walionyesha ahadi zao za milele, wakijitolea kuwa pamoja katika mema na mabaya, wakiahidi kusaidiana na kukua pamoja. Maisha ya ndoa. Baada ya kuungana rasmi, Kelvin na Brianna walijikuta katika maisha mapya, yenye changamoto lakini pia yenye furaha. Walichukua majukumu yao ya ndoa kwa umakini, wakihakikisha kila mmoja anajitahidi kutimiza wajibu wake. Walikuwa na mazungumzo ya wazi, walijifunza kuhusu kukubaliana na kutofautiana, na walishirikiana katika kila jambo lililohitaji umakini. Katika miaka ya mwanzo, walijifunza namna ya kuwa wazazi na kuanzisha familia yao. Walianza kuota ndoto za watoto wao na walikuwa na mipango ya kuwapa malezi bora. Kila siku walikabiliana na majukumu tofauti, lakini walijua kuwa kila hatua ilikuwa muhimu katika kujenga maisha yao pamoja. Baada ya muda, Brianna alijifungua mtoto wao wa kwanza, mvulana aitwaye Taji. Furaha ya kuwa wazazi iliwajaza kwa maajabu. Kelvin alijitahidi kumtunza mkewe na mtoto, akifanya kazi kwa bidii ili kuwapa maisha bora. Alikumbuka ahadi yake ya kumsaidia Brianna na alihakikisha kuwa walikuwa kama familia kwa upendo na umoja. Kila mtoto aliyekuja alileta furaha mpya na changamoto kwao. Walipata watoto wengine wawili, msichana aitwaye Amani na mvulana aitwaye Juma. Kila mtoto alileta maisha mapya na tofauti, lakini walihakikisha wanaweza kuwapa malezi bora. Kwa pamoja walijenga nyumba ya furaha iliyojaa upendo, urafiki na mafunzo. Maisha ya furaha. Brianna na Kelvin walijitahidi kwa pamoja kuendeleza mahusiano yao na pia malezi ya watoto wao. Walihudhuria matukio ya sherehe za shule za watoto wao, wakicheka na kusherekea pamoja na marafiki zao. Waliendelea kujifunza na kukua pamoja, wakifanya safari za pamoja na kushiriki katika shughuli za kijamii. Wakati mwingine walikwenda kwenye mikahawa au kufanya safari za kimahaba kwenye fukwe za baharini, wakifurahia maisha na kukumbuka safari yao ya upendo. Walijua kuwa familia ilikuwa msingi wa furaha yao. Kila usiku walikusanyika pamoja, wakizungumza kuhusu siku zao na kuhamasishana kufikia malengo yao. Kila mtoto alikuwa na nafasi yake, na walihakikisha wanajifunza maadili mema, kuheshimu wengine na kujua umuhimu wa upendo. फिर मोहब्बत की है मैंने, फिर से गलती की है मैंने। उस खुदा का खौफ न था जो फिर गुजारिश की है मैंने। खुद को तुझसे दूर किया है, तेरा ही फरियाद किया है। उन खुशी के हर लम्हों को तुझसे ही अब दूर किया है। सांस फिर क्यों रुक गई है, आंसू फिर क्यों थम गए हैं। आशिकी ये कैसी मुझ पे, क्या ये मुझसे कह रही है। फिर मोहब्बत की है मैंने, फिर से गलती की है मैंने। उस खुदा का खौफ न था जो फिर गुजारिश की है मैंने। तू मेरे साथ थी कुछ पल, मेरी किस्मत थी तू मिली ना जिंदगी भर। ये तेरी नफरत थी, तूने किसी और को चाहा। ये तेरी हिम्मत थी, प्यार न मेरा झूठा, ये मेरी मोहब्बत थी। मुझ पे बारिश है, फिर क्यों
she can't